Habari zenu. Karibuni kwenye NBC Ladies Twiga Roundtable Talk episode 2. Leo kwa nafasi nyingine tena tumebahatika kukutana kama colleagues kuweza kuzungumzia jinsi ambavyo mwanamke anaweza akapanda ladder kutoka chini kwenda juu na jinsi gani mwanamke mwenzie anaweza akamsupport katika ukuaji. Na tukiwa tunaelekea kwenye siku ya wanawake duniani, ni siku ambayo pia kama NBC wanawake tunapenda kuzungumzia namna gani mentorship inaweza ikasaidia kupanda kutoka viwango vya chini mpaka viwango vingine. Iwe ni katika kazi, iwe ni kimaisha, iwe ni kibiashara, iwe katika sehemu mbalimbali. Mimi naitwa Joyce Mbago na niko pamoja na colleagues wenzangu, watajitambulisha wenyewe pia. Karibu. Asante Joyce. Kwa majina naitwa Sarah Liza Sumai. Kwa majina naitwa Jacqueline Sindano. Karibuni. Kama tulivyokwisha kusema, Sarah ni mentor wangu. Tunaongea habari za mentorship. She is my mentor. Amenikuza sana when I joined the compliance, but lucky was I started to work with her since Standard Chartered, and my sister here. These are my all big sisters ambao nimekuwa nao tangu ninaanza maisha Standard Chartered mpaka hapa. Na tumezungumza kuhusu tunapoelekea Women's Day. Kuna wanawake wengi ambao wanatamani kufika katika viwango ambavyo wanaona wanawake wengine wapo. Yumkini kuna wanawake wadogo, wasichana wadogo ambao wangetamani kuwepo mahali ulipo wewe leo Sara, au mahali ulipo wewe leo dada Jackie. So tuko hapa ili kuangalia ni namna gani tunaweza tukadhania au tukawashauri hawa wanawake waweze kupanda hivyo viwango. Kuna umuhimu gani tunadhania upo kwa ajili ya wao kutuangalia sisi na kuona kwamba when I look at Sarah, kuna kitu hapa nakipata. Natamani niwe katika mazingira ambayo Sarah yupo. Ninatamani ni grow the way alivyo grow. Nikimwangalia dada Jackie, kuna kitu pia nakitamani. Kwa hiyo karibuni tuweze kuzungumzia hili swala na ningependa kusikia view zenu pia. Karibu. Sawa. Asante Joyce kwa hiyo introduction, na pamoja na hii topic, ni topic ambayo ni muhimu sana especially kwa taifa letu, kwa sababu ni taifa, ukiangalia kwa Afrika, ni taifa ambalo tunaongozwa na mwanamke, Mama Samia Suluhu Hassan. Na kipindi chote tangia amekuja madarakani tunaona mambo makubwa ambayo anafanya. Na najua kwa wanawake wengi wanajiuliza kwamba kuwa mwanamke kuongoza taifa kubwa kama la Tanzania, ambalo culturally bado kuna jamii ambazo zinaamini katika mfumo dume. Na isiishie hapo, hata kwenye corporate world kuna wanawake ambao bado ni wachache wako katika nyadhifa za juu, na the gap is still there. Na nikianzia hapo kwamba ni mambo gani ambayo ya kuzingatia. Ndio siku hizi tumekuwa tunaona kuna trainings za leadership, lakini even before going into that, kwa mwanamke inatakiwa ajielewe yeye ni nani. Hilo ndo la muhimu. Wanawake sisi tuna changamoto zetu nyingi sana. Na when we talk about our challenges, la kwanza ni self confidence. Kuna some career or job advertisement zikatoka, kabla mwanamke haja apply anataka aone amekidhi vigezo vyote mpaka akapitiliza. Lakini kwa wanaume hata akiwa 50% anasema mengine nitajifunzia mbele ya safari. Ni kweli Dasara, naomba hapo nikukatishe kidogo. Umesema jambo, and kwangu mimi nilikuwa ninawaza ni kweli wanawake tunakuwa tunauoga. Yanapotoka matangazo kwa ajili ya career na nini, unajiuliza maswali mengi. Lakini nadhani wakati mwingine tunajiuliza, na labda mnaweza mkakubaliana na mimi, kwa sababu tu ukikaa ukiangalia, wanawake sisi wenyewe hatuaminiani.
kuna wakati unaweza ukatoka ukaenda kwenye interview, but mwanamke huyo ambaye anakufanyia interview is the same person ambaye anakudegrade. I don't think she's capable. Sidhani kama yeye anaweza kukaa kwenye hii nafasi. Mara nyingi unaweza ukakuta labda iwe ni kwenye mazingira ambayo wanaamua kwamba maybe they have already decided that this is a woman's position. Then that will be a bit different. So hilo unaliongeleaje? Sasa unajua kuna vitu ambavyo there are things that are within our control and things which are out of our control. Na hapa hizo ni tunaweza tukasema ni siasa za organizations mbalimbali ambazo especially mtu ukiwa ni applicant wa kazi huwezi ukawa unazijua. Yes. Na ndio maana tunasema kwamba women we need to be up there to support each other. Kwa hiyo kama mwanamke wewe hayo yote natakiwa usiyazingatie. Cha kwanza wewe kama wewe uweze kuwa unajiamini. Wewe kama wewe uweze kuwa jasiri. Hata ukiona kuna kazi imetangazwa, hata kama una 50% of the qualification, apply. Go to that interview. Do all that you can until they get no reason to say no to you. Sasa wanawake sisi kabla hata ya kuapply unaanza wewe mwenyewe kujidisqualify. Ukienda kwenye interview hata ile manake unajua kazi nyingi bwana ni ile the way you show up. Ukienda kule unaonekana kabisa wewe mwenyewe hujiamini. Sasa kama wewe hujiamini, how can other people believe in you? Yes. Ni kweli. Asante sana Sara. Na naomba labda nije kwa dada Jackie. Kwenye growth yako nimekufahamu tangu tuko mwajiri mwingine mpaka sasa. Ulianza chini ukapanda ukafika branch manager mpaka sasa hivi you are the head of Agency Banking. So ni kitu gani ambacho unaweza ukatuambia kwenye career growth yako? Ilikuwaje? Umetembeaje? Nani ambaye alikumenta? Okay, asante sana Joyce. Kwa mimi kwenye kukua kwangu kwa kweli nikisema kuanzia naanza kazi, naingia kwenye ulimwengu wa kazi. Kwa sasa hivi kwa upande wa benki nikisema na miaka 20 kwenye banking industry, lakini kwa kuajiriwa nimeshafanya kazi miaka 25. Kwa hiyo nikisema kuanzia na kuwa sijawahi kusema kwamba yani kwenye ukuaji wangu kutoka pale nilipotoka mpaka kufika hapa nilikofika kwamba nilikuwa na mentor mtu na nasema kwamba huyu ni rally corporate kwa upande wa corporate, lakini nilikuwa nikiangalia zaidi wazazi wangu. Naangalia baba yangu upande wa kwake alipokuwa kama mfanyakazi mpaka akatoka kwenye kazi akaingia kwenye biashara. Na muangalia mama yangu kuanzia ameanza kazi, ameajiriwa mpaka kwenye nafasi zote ambazo amepita. Siwezi kusema labda nitasema labda kuna mtu naifahamu alikuwa anamshika mkono, lakini nimekuwa nikimwangalia Mungu zaidi. Nimekuwa nikiangalia wazazi wangu zaidi. Na wamekuwa wakini encourage sana kwamba kwenye hiki unaweza, ni kikubwa ni kuweka ule uthubutu. Kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakiwa wanakiogopa. Na kwenye ule uthubutu labda anasema okay, labda unaenda kwenye interview. Una kitu gani, labda jaribu kuangalia okay, fanya kama sisi labda ndio audience, ile watu ambao unakwenda kukutana nao ndo panels. Utajielezeaje, utafanyaje. Kwa hiyo imekuwa kwamba ile kazi inatoka najaribu nasema hii nitafanya. Na napenda sana nilipokuja kwenye kufikia level of branch manager, nikatoka nilipokuwa nikuja kwa mwajiri huyu ambaye ni NBC ambaye naye mpaka sasa ni miaka 15. Nilipotoka kufikia level of branch manager, sasa nataka kwenda kwenye area manager position. Ikawa kwamba siku hiyo nakuja nasikia kwamba anakuja MD kututembelea. Kipindi hicho alikuwa Madam Mizinga. Sasa anakuja Mizinga, watu wanasema utafanyaje, itakuwaje? Nikamwambia mimi nishawafundisha kwamba lazima uwe mtu na zile kwamba ujue biashara yako. Unapojua biashara yako sio kwamba lazima uende urefine mahali kwamba you know your business. Mimi nikikuuliza bwana numbers, unajua una watu wangapi, unajua una wateja wangapi, who are your top clients, what's your asset base, nani liability yako imekaa. Kwa hiyo kuna the key things ambazo mtu unatakiwa kuvijua, vile vitu vya msingi ambavyo yote atakapokuja mgeni, yote atakapokuja, whether ni wa group, whether ni mkurugenzi wako, ni nani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtu anakuwa tu ile ni ule ujasiri wa kwamba unajua sasa leo natembelea. Kwa hiyo kutoka pale from that ikaja feedback kwamba kumbe wewe ina maana kwa level uliofikia you can go to this other level. Yeah.
Kwa hiyo mtu ikatokea nafasi sasa area managers kukawa na roles, badilisha tata, nikaomba. Kwa hiyo namna ile ndio kikubwa, ni kwamba ule uthubutu na ule utayari wa kutake up that challenge ambacho Sarah amezungumza. Kwamba mwingine unakuwa unaona labda siko tayari kwa ile role, lakini kumbe unakuwa tayari, mtu anakuona kwamba wewe uko tayari kwenda kwenye next level. Kwa hiyo ni wale unaoangalia na wewe ule utayari wako, kwamba kwenye yule mtu ambaye unamtizama na unatamani kufika pale ulikofika, kuwa na ule uthubutu na kuhakikisha wewe as an individual uwe na ile personal development, kwamba unataka kujua nini, what to take kwenye hizo roles ambazo unatakiwa kufanya. Okay, kama ulivyokwisha kusema Jackie, na asante sana, umeelezea namna ambavyo umegrow kwa kuangalia wazazi na nini. Nakumbuka mimi katika ukuaji wangu wa career, nilikuwa na bosi wangu mmoja. Huyo bosi wangu nilikuwa nimeingia katika nafasi ambayo nilikuwa mwoga kidogo. And then nakumbuka alikuwa anatuambia, hivi nyie nikienda likizo, who is going to hold the office? Yeah. And ilikuwa a bit of a challenge, kwa sababu nilikuwa naona mimi niende nikakae mbele ya management, how can I be able to do that? And I remember aliamua siku moja akasema ninasafiri, then akaniambia you will handle the office. Sitaki kukumbuka that time, it was not easy. It was really tough, and she traveled. And I was looking for her on phones, I was calling her. Unajua kuna kitu hapa sikielewi. Joyce, you need to read and understand. Why are you, is it something important for you to call me? Is it something that is very risk that you think wewe mwenyewe huwezi kuhandle? Sasa hiyo kwa kweli kwangu mimi ilinisaidia, ikanifanya nikataka kufanya zaidi. Pamoja na kwamba kulikuwa kuna aspect ya woga, lakini ilinisaidia nikataka kufanya zaidi na kufika pale. Kwa hiyo pamoja na kwamba nakumbuka mara ya kwanza nilipoingia wakati alikuwa hayupo, for the first time kwenye hiko kikao niliwashwa na MD sana tu. And then baadaye nimeondoka na bosi akapigiwa niliwashwa sana. And then nikaambiwa come to my office. And then when I went there nikaambiwa, do you think unaweza ukajirelate na bosi wako? Nimekaa nimenyamaza. I've never, sijawahi kuingia kwenye ofisi ya MD and then unaambiwa maneno. And it was a woman by the way at that particular time. So ilinifanya kutoka pale nitake kufanya more. Niliamua tangu that day kwamba sitaruhusu niingie kwenye kikao unprepared. Sitaruhusu huyu bosi aniambie maneno ambayo yatanifanya nitoke out of space. And I'm telling you from there, nilipoingia, I think yeye mwenyewe alipigiwa simu akaambiwa this was the best choice. Kwa sababu nilipewa issue ambayo nakumbuka ilibidi ni handle in a way kwamba nikasema sitaki kumpigia simu kabisa tena, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba kuna mahali ambapo alikuwa ananitengeneza ili niweze kuwa strong kwenye kusimama. Na kwa kweli ninamshukuru, kwa sababu bila ile push nisingeweza kuwa na hiyo huo uwezo wa kuweza kusimama hata leo hii kuongea mbele za watu. Na alikuwa ananiambia siku zote, Joyce, you have something in you, I know that you can do it. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa sijiamini. Na kwa nini nimeongea hivyo? Nimeongea kwa sababu ndio kitu ambacho mlikuwa mnazungumza, kwamba you need to have self courage and pia at times uwe na self initiative. Kitu gani ambacho kinakusukuma? Kitu gani ambacho, na sio tu hivyo, mimi kwangu nadhani nilikuwa naangalia, mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo ni mtoto wa kike peke yangu. Na katika mazingira hayo umezungukwa na wanaume, kuna wakati you feel inferior. So how can you be able kuonyesha kwamba na wewe una muscles? Kuna wakati lazima ufanye vitu ambavyo ni zaidi ili hata wazazi na wakuone, okay, mtoto wetu ni kuwa wa kike peke yako is not a reason ya kukufanya backslide. So that to me nilielewa hivyo. Lakini na pia that's how naangalia kwenye upande wa mentorship, mtu anawezaje kukumenta na kufika katika viwango fulani, au pia kujitambua sehemu ambayo bado hujitambua. So that being said, natamani tuangalie pia katika hii growth ambayo mmekuwa nayo nyie kama watu wakubwa katika hii Twiga Bank.
Je, kuna participation ya wanaume? Je, kuna sehemu ambayo tunaona kwamba a man came into place akasupport where you are today, whether awe ni bosi wako, whether awe someone else outside, whether awe ni mume, awe ni baba, awe ni kaka? Was there participation of a man katika growth? Absolutely. And labda kabla sija kujibu hiyo, I like your story. And I'll tell you, kuna tafiti ilifanyika ikiangalia mambo ya gender disparity. What is the root cause? Watu wakasema kwamba pia inatokana na upbringing, especially in our African culture. Watoto wa kiume kuna tendency ya kuwapa vipaumbele zaidi ukilinganisha na watoto wa kike. Na hiyo ndo inaanzia nyumbani. Mtoto wa kiume unaona ndo anapewa opportunity, kwa vijijini ndo anaenda shule. Mtoto wa kiume nyumbani akisema hivi kaka kaongea anasikilizwa zaidi, and so on and so forth. Sasa na you are lucky kwamba kwenu wewe ni mtoto wa kike peke yake, and here you are. Lakini sio kila mtoto, kwenye familia mtoto wa kike akizaliwa, especially akiwa na wa kiume, anaweza akawa na hizo self confidence kama nilivyoongelea mwanzoni. Now going back to your question in terms of male participation. Kwa mimi, kwa upande wangu, in terms of my personal story, my number one mentor was my father. I am here today because of my father. My father believed in me since when I was a young girl. Before anyone saw any potential in me, kabla mtu yote hajajua uwezo wangu, babangu alikuwa ameuona. Na ilifikia hadi kuna kipindi alikuwa ananiamini zaidi hata mimi nilikuwa najiamini. Nakumbuka nilikuwa ndo nimeingia chuo mwaka wa kwanza, kukawa kuna election ya vice president wa chuo. Babangu akani encourage kwamba hapa viongozi wa hiki chuo wote katika ya wanafunzi, student union, imekuwa ni wanaume. Kwa sababu huko mwaka wa kwanza naenda mwaka wa pili, angalau gombea vice president. Yani nusu nikimbie. Yani na ade niendelea speech na nikafanya rehearsal. Ndio ile anasema kwamba you speak to the mirror. I spoke to the mirror, nikaongea mbele yake, akani coach kwa sababu aliniamini. Na hiyo kwa kweli nilivyoenda nikagombea, kulikuwa kuna hadi wanaume, lakini nilishinda. Nikawa the first vice president wa iko chuo, na nilikuwa ndo mwanamke wa kwanza. Kwa hiyo na hiyo inaenda mpaka hata kwa, namshukuru Mungu nimejaliwa kupata mume ambaye ni yuko very supportive. You know, when you become a woman leader, you need a support system. Na hiyo na kwa sababu nimepata mume ambaye yuko very supportive in terms of everything that I do. Naye pia in one or another amekuwa akinisaidia sana in terms of my leadership journey. Yes. Okay, kwa upande wangu mimi labda nikizungumzia upande wa kusema kwamba kama kuna mwanaume ambaye ameweza kunishika mkono, the first one kama Sarah alivyozungumza baba. Kwa kweli baba yangu has been, amelala tayari, lakini namshukuru Mungu, and I'm so proud. Natamani he would have been here to see where I am now. Lakini nafurahi sana kwamba I believe I've made him proud. Kwa sababu alikuwa akini-encourage sana. Ukija unarudi unamwambia stress ya kazini hivi, anasema hivyo ndivyo kazi ilivyo. Upambane, hakikisha unafika, wewe wala usiangalie hayo. Muamini Mungu, mtazame Mungu, utafika unakoelekea. Kwa hiyo na pia nikiangalia pia nina viongozi ambao nimekuwa nao kwa benka wa zamani, walio ni on board, walikuwa wakini-encourage sana na wamejitahidi kunipa trainings nyingi. Pia hapa nilipo, nashukuru sana line manager wangu currently ni Gaudence. Ninaweza kusema uzuri au kwa uzuri ni kwamba ni mtu ambaye nilitoka kwa mwajiri wa nyuma nilikuwa naye, lakini sikuwahi kufanya naye kazi direct. Hata hapa nilikuja yeye alinikuta. Lakini amekuwa akini-encourage sana, na zikitokea trainings za kuweza kutudevelop kufanyaje.
kuna viongozi walipita, retail directors mbalimbali ambao wametusaidia, unakwambia hapa jaribu kuangalia hiki, anakupa unashangaa unapewa kitu unaambiwa wewe fanya, how you will do it I don't know. Lakini mwingine atakwambia labda mimi report siwezi kufanya, labda hii presentation mimi sitaweza, hichi kikao siwezi kuattend. Lakini kumbe anapokufanya vile anakusukuma wewe kuweza kwenda another level. Na ndio hiyo ambayo tunasema kwamba mtu unatakiwa ule na huo uthubutu kwamba ukipewa kitu useme mimi hicho sitaweza. Lakini akipewa mkaka kama alivyokuwa amezungumza sasa, anapewa mtoto wa kiume anasema yani he will simply go for it. Lakini ukiangalia unaona mimi labda haya mambo ya Excel sijui data mimi siwezi kufanya kazi nayo. Lakini do it, take a try, you will do it and you'll see yourself kwamba inakusaidia. Kwa kama mimi kusema kweli nikiangalia sasa hivi kuna vitu na presentation manini mavikao what, namshukuru Mungu kwa kweli where I am, and namshukuru sana Mungu kwa hao watu wa kaka pia ambao wamekuwa nafasi na sehemu. Baba yangu namshukuru aliko, nashukuru ndugu zangu wote wa kiume ambao wameweza kusimama na sisi na kutupa motisha ya kuweza kufika pale ambapo tumefika. Sawa sawa. Unajua wakati mnazungumza habari ya baba, Sarah ame-mention baba yake na wewe ume-mention baba yako, ikanifanya nikawa nawaza kichwani nasema daddy's girls yani mababa na watoto wao wa kike. Mmenifanya na mimi nikakumbuka the way ambavyo baba yangu alinipush. Nakumbuka tangu nilivyokuwa mdogo nilikuwa nasema I want to become a lawyer, but then nilivyomaliza mitihani ya form 4 nikaona nimechaguliwa kwenda economics EGM huko, nikasema no, niache niweke lawyering pembeni. And then kwa sababu nilikuwa nimepata shule ambayo inaniruhusu kwenda kusoma hivyo, but my father was the one who told me but was your, yani ni kitu ambacho ulikuwa unakiwaza tangu. Kwa sasa kwa nini sasa hivi umeamua kubadilisha? Kwa nini usiende na njia hiyo hiyo ambayo ulikuwa umeamua kwenda nayo tangu zamani? Kwa hiyo baba zetu kuna vitu wamefanya, na kwa hilo kwa kweli tunawashukuru. Katika yote ambayo tumezungumza kuna kizazi kinachokuja. Na kizazi hiki kinaweza kikawa ni kizazi cha wanawake wachanga, lakini pia inawezekana pia ni kizazi cha wanaume. Sasa katika hiki kizazi tunawashauri nini? Tunawaambiaje? Kutokana na kule ambako sisi tumepita, wao wanaweza wakakuwa vipi kwenye hiki kizazi cha sasa hivi? Ni kweli tunaona rais anajitahidi. Mama Samia anajitahidi kuweka sana wanawake kwenye utawala wa juu. Lakini hii ni kwa sababu probably tunaweza tukasema neema hiyo imetukuta. Lakini what about if utawala ukija ukibadilika? Tunadhania wanawake wanaweza wakafanya nini ili kumake sure kwamba kile kilichoanzishwa, the legacy continues? It's a good question, Joyce. Na hiyo mimi natamani iwe agenda ya kila mwanamke, regardless of what you do, regardless of where you are. Women need to support women. Women need to hold women agenda in their hearts. Yani wanawake inabidi tujifunze jinsi ya kubebana. Na sio kwamba niseme tuwe na ile wanasema unconscious bias, but rather kama mwanamke uko in a certain position, ikatokea opportunity kukawa kuna recruitment, una feel in a certain position. Sisemi kwamba upendelee mwanamke, but rather ikitokea opportunity kwamba mwanamke na mwanamume wana same qualification, then your priority iwe kwa mwanamke. But that's one. Secondly, tuanzie manyumbani kwetu. Manyumbani kwetu yule mtoto wa kike inabidi tutafute every opportunity ya kumpa opportunity ya yeye kuwa anajiamini. Maana yake sasa hivi hizi changamoto especially vijijini kwa watoto wa kike hawapewi opportunities kwenye masomo, kwenye different opportunities, wanaachwa nyuma. Kwa hiyo hilo inabidi tuanzie kuanzia nyumbani. Na unajua nyumbani ndo foundation ya kila kitu. Ukiona mtoto au mtu mzima anajiamini ukubwani, angalia malezi yake alipokuwa uko mdogo. Kwa hiyo kuanzia kwenye malezi ya watoto wetu. Na ninajua sasa hivi agenda ya women empowerment imekuwa sana, mpaka there's even a worry of
boy child. So we should not forget our boy child, but at the same time we shouldn't lose this agenda. Na pia of course huko kwenye maofisi yetu kuna hii mambo ya mentorship, coaching, na mimi sipendi kwamba tuiweke kama ikawa very formalized, but rather kila mwanamke kama mimi hapa kuna wanawake ambao nimewa-empower, nimewa-mentor, na kila siku nikikutana na mwanamke yoyote huyo sio lazima awe kwamba ndio kuna hiyo mentorship you know, relationship, lakini whenever I get an opportunity ya kuona kwamba okay ninafahamiana na fulani, Esther, najua Esther she is very good in this, maybe even she needs that person, a person to tell her kwamba you're very good in this, how about you do A, B, C, D, E. Kwa hiyo yani tuweke kwamba whenever you get an opportunity ya kumwempower mwanamke yoyote, some of the women they just need a very little encouragement in the boardroom. Kama mtu kafanya presentation amefanya vizuri, nenda kampe hiyo compliment. Kama unaona kuna area ambazo inahitaji kuimprove, unampa hizo feedback. Umeona? Lakini at the end of the day we need to empower each other. Really. Okay, kwa mimi naweza kusema kwa upande wa wale ambao wanatuangalia, kuna wale ambao wanatutizama, wanaangalia, anaona anasema kwamba natamani ningekuwa kwenye nafasi ile, labda nafikaje. Kwa mimi naweza kusema kwamba ni kama tulivyosema kwamba uthubutu, ule uthubutu ambao mtu anatakiwa kuwa nao, na kutokuogopa kwamba kuona kwamba labda ana kazi ile, hapana bwana, ile technical ile inahusu wanaume, no. Kwa hiyo wadada ambao mnaona kwamba hizi nafasi yani kuna nafasi ambazo mnazitamani, wakati wa Mungu upo, na ukimwamini Mungu, sio tu kumwamini Mungu alafu ukakaa. Unamwamini Mungu na unachukua hatua. Kwa hiyo lazima uchukue hatua, take a step. Ya kwamba bwana mimi pale kwamba okay hivi nifike pale, labda kuna vitu gani, kuna vitu vya mimi kusoma zaidi, kuna vitu vya kujua ile position. Mimi nasema kwa watu wengine, hata ukiona kwamba bwana mimi nataka position ya Sara, labda kuna kipi ambacho naweza kufika hata pale alipofika Sara, nenda muulize, kwani hili nifike hapo kuna vitu gani napaswa kujua. Tuna program siku hizi huko ndani tunajikuze. Unaweza ukaomba ukapata hiyo attachment ya siku kadhaa, miezi kadhaa, ukajifunza zaidi. Kwa hiyo msikate tamaa wala msiogope kuchukua hatua. Kuwa na uthubutu. That is the key message. Sawa sawa. Tunashukuru sana kwa mazungumzo ya leo, dada Sara na dada Jackie. Wapendwa, tunashukuru kwa sababu leo mmekuwa pamoja na sisi. Naamini kwamba katika mazungumzo haya tulioyafanya kuna kitu mmeondoka nacho, na katika haya yaliyoongelewa najua wapo ambao watachukua hatua mpya, watachukua hatua nyingine ili kuendelea kupanda zaidi ya pale tulipo. Sasa ningeomba mtoe ushauri wa mwisho. Ni kitu gani ambacho mnawaangalia hawa watu wanaotuangalia kwa sasa hivi mngependa wakisikie kama ushauri wa kuacha nao? Tunaitwa lala salama, tunawaachia nini? Kwa upande wangu naliangalia katika mtazamo hivi kwamba kwa kila mwanamke ukipata, whenever you get an opportunity, nakumbuka one of my mentors Mizinga, Madam Mizinga Melo, alikuwa anasema kwamba in life you need to have a toolbox. You remember? Yes. By that, that toolbox need to be full. Kwamba humo kwenye toolbox kuna spana, kuna misumari, kuna different nini zinaitwa hizi? Equipment. By that, kwamba uwezi ukajua kwenye hiyo toolbox lini unaweza ukahitaji kifaa gani. Kwa maana nyingine ni kwamba ukipata opportunity yoyote, some of this position inaweza kuwa ni vertical move au horizontal move. Sa nyingine hapo ulipo inaweza kuwa kuna different projects. Please, let's be ready to raise our hands. Nyoosha mkono wako wherever there is an opportunity. Unajua sisi wanawake tuna ile tabia ya kuwa comfortable. Mimi nimefanya hii kazi miaka 10, I am okay.
yaani na sitaki kuhama mradi mshahara umeingia. Sasa hiyo mimi naomba tujiondoe hiyo mentality kwamba kama kuna ka project kwenye hata hiyo idara yako au hata idara nyingine, nyosha mkono, jifunze, tuwe tayari kujifunza different skills, kwa sababu huwezi kujua skill ipi utahitaji wakati gani. Ndio hiyo toolbox kabisa. Na hata wakati wa kupanda juu, hizo watu watakuangalia na kukutathmini kwamba mimi nataka ni mwajiri Jackie. Kuna Jackie na kuna James. James yeye ana experience ya hiki kitu peke yake, lakini Jackie ana additional advantage. Ndio hiyo toolbox. Ana skill hii, amefanya hapa, amefanya project hii. Kwa hiyo naomba wanawake tusiwe comfortable in only that we do, only one thing that we do, but rather tujitolee, to volunteer wherever that possible arises. Lakini hata kwenye hizi volunteer, even hata kwenye extra curriculum, hata nje ya kazi, in your community, kukiwa kuna any opportunity, kukiwa kuna chochote, let's be the change you want to see in the world. Na kwenye hizo you just never know. Yes, mimi nadhani ndio ushauri wangu ambao ningependa kuwapa wanawake. Na lingine, kujiamini jamani. Sisi wanawake tunaweza, ni sisi tu inahitaji tujiamini, na tukijiamini we can do wonders. Kabisa. Dada Jackie, asante. Na mimi nashukuru kwa Sara kukumbusha hiyo statement ya mizinga. Maana kila mimi nilitaka nikomelezea hapa. Kwa sababu watu wengi wanaona, akiona role imetangazwa, labda mimi ni BA4 na hii role ni BA4, au mimi ni AVP, hii role ni AVP. So mtu anaona labda ni same level movement, why should I? Lakini jaribu kuangalia mimi ili nifike pale, kwamba kama alivyosema Sara, kuna hiki na hiki na hiki napaswa kuwa nacho. Kwa hiyo take time kuhakikisha kwamba unaomba ile role ili wewe ukuze. Unaweza kukuta umekaa labda kwenye position fulani miaka 5. Basi toka ili uende ile role nyingine ili uweze kupata ile ule ujuzi mwingine. Kwa hiyo multi skilling ni muhimu kwa wewe kuwa na vifaa mbalimbali ili uweze kufika unakofika. Kwa hiyo ujasiri, tumeendelea kusisitiza na ujasiri. Na najua vijana wa siku hizi market tuna Gen Z, tuna nini, tuna market tuna ile mentorship yao inakuwa design tofauti. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama ni social network unajaribu kuingia hapa na pale, dodosa hapa na pale, jaza ujuzi ili uweze kufika mbali. Asanteni kwa kutusikiliza. Bado tuna mengi yanafuata. Kwa hiyo muwe tayari kujiandaa kwa yale yanayokuja. Episode nyingine iko njiani inakuja. Muwe tayari kuangalia na kujifunza kutoka katika hilo. Asanteni sana. NBC, daima karibu nawe.